Barabara nimeitembelea, nimeiona, na najua tutapata nafasi ya kutembelea barabara nyingine, lakini changamoto kubwa ya barabara nazoziona ni malalamiko ya watu kuhusu fidia. Suala la fidia limeelezwa vizuri, sina shida kwa hapa. Lakini la pili ni suala la drainage system. Kama mikataba ya wakandarasi iliyowekwa hakuna kipengele cha mitaro, basi hapa hatujawasaidia wananchi. Imekuwa shida kweli. Juzi mliona kule Muyuni tulichokifanya, katibu mkuu, na hapa Pemba ni hivyo hivyo. Kila siku, hakuna siku inapita hupati klipu za watu huku Pemba kulalamika. Sasa madhumuni ya ujenzi wa barabara hii, Mheshimiwa Rais nia yake ni njema. Amekusudia tuwasaidie watu waweze kusafiri salama, lakini na makazi yao yawe salama. Leo unajenga barabara lakini hakuna mtaro, maji yote yanaingia kwenye nyumba za watu. Watu ni maskini. Kwa hiyo mtu anasimama, inanyesha mvua, anasimama, maji yanapita ndani ya nyumba. Hichi kitu hakiwezekani na hakikubaliki. Nitoe agizo hapa, nilitoa kule Muyuni na hapa nalitoa. Barabara zote za Unguja na Pemba lazima ziwekewe drainage system. Micheweni ukenda utapata hiyo kesi, ukenda Wete utapata, ukenda Mkoani utapata, ukenda Chake Chake utapata. Sasa hili jambo si jambo la kusubiri kila siku tunapata malalamiko haya ambayo si ya lazima. Gharama ya barabara hizi tunazozijenga ni kubwa sana. Sasa sisi tunafanya jambo kubwa kwa thamani kubwa, lakini tunakuja kudharaulika kwa jambo dogo sana. Watendaji lazima mtusaidie. Malalamiko yamekuwa mengi mno. Sasa hili katibu mkuu, ninadhani tulishazungumza kwa kina, naibu waziri nilishakwambia, na waziri nilishamweleza jambo hili. Nadhani hili sasa mkae muweke mkakati na wakandarasi wetu hawa ili tuondoshe changamoto za wananchi. Furaha ya mwananchi akiona barabara hii, anaona tumemrahisishia, lakini anaogopa ikinyesha mvua, anajua athari inakwenda kwenye nyumba yake. Hili jambo halikubaliki kabisa. Kwa hiyo hii ekeni mkakati, piteni maeneo yote Unguja na Pemba, nyumba ambazo zimeharibika kwenye maeneo kwenye utaratibu huu. Hatupaswi nyumba hizi kuharibika, kwa sababu mkandarasi tunamlipa ujenzi, lakini tunamlipa na mitaro. Kama hakuna mtaro, hiyo barabara haitakuwa salama. Ndio maana unajenga barabara, baada ya miaka miwili au mwaka mmoja inaondoka hiyo barabara, unakuja kuanza kazi nyingine mpya. Kwa hiyo itakuwa hii hajatusaidia. Kwa hiyo hili wizara mlichukulie kwa ukubwa wake, mzungumze na wakandarasi, na mimi naamini kwenye mikataba hii mingi kuna issue ya drainage system. Na wale kwa sababu wana design wenyewe, ile design and build wenyewe. Angalia ni design sawa. Bahati nzuri katibu mkuu wewe mhandisi, na tumekuleta hapo kusudi, kwa sababu wengine walikuwa si wahandisi, lakini wewe umekuja pale mhandisi, na tunashukuru tokea umeingia, kazi nzuri inaendelea kufanya. Lisimamie hili, hatutaki malalamiko yasiokuwa na ulazima. Sasa nadhani tukiliweka sawa hili, fidia tunaendelea kulipa kila siku, na fidia tunalipa fedha nyingi. Nadhani wewe mwezi uliopita umeona kila mwezi tunalipa fidia. Sasa haiwezekani kwamba tunalipa fidia alafu bado wananchi wanyonge wanalalamika. Ile haiwezekani. Chama cha Mapinduzi ni chama cha wanyonge, na rais wetu ni rais ambaye anapenda sana wananchi. Tusiharibu ile taswira rais kwa mambo madogo sana. Kwa hiyo hili naomba nilitolee maelekezo kabisa, barabara zote tunazokwenda ili jambo liende likafanyiwe kazi. Na mfanye assessment, kama kuna pahala kuna mtu tumemharibia kwenye hili, tuangalie hatua za kuchukua, maana hilo halikuwa kosa lake.